Umeshawahi kuhisi kuchoka hata baada ya kuwa umepumzika? Kila unachokifanya bado hakitoshi na una mambo mengi ya kufanya na hayaishi? Kama umeshapitia hali hata moja kati ya hizi, basi video hii na ujumbe huu ni wako. Nikuhakikishie tu unachopitia ni kitu cha kawaida kinachowakumba watu wengi sana kwenye generation ya sasa. Kitu hiki ni kuwa akili yako inakuwa kwenye msisimuko wa kupitiliza, kwamba iko overstimulated. Ukiangalia maisha yako kwa haraka haraka utagundua kuwa maisha sasa hivi yamekuwa ni maisha ya kukimbizana. Utajikuta una deadline nyingi, ima ni kazini ama chuoni. Utajikuta jamii ina mategemeo na matarajio fulani kutoka kwako. Utajikuta wewe mwenyewe una expectation ambazo unataka kuzifikia baada ya muda fulani. Kiufupi, hakuna kupumzika. Kwa kawaida akili ikiwa overstimulated, kwamba ina msisimuko wa kupitiliza, unajikuta unaanza kuhisi ile hali kwamba una taarifa nyingi, unashindwa kufanya maamuzi. Lakini si hivi tu, akili yako inajawa na ukungu, unachoka kupitiliza, na ukipata nafasi ya kupumzika ndio ile unahisi mwili wako kuzimika mazima, kama vile huna nguvu hata kidogo ya kunyanyuka na kuendelea kupambana. Mwisho wa siku, ile productivity yako, uwezo wako wa kufikiri, uwezo wako wa kutatua mambo, uwezo wako wa kuona mambo yaliyo wazi kwa urahisi na wepesi unapungua. Unaweza kujikuta ni mwenye kujikatia tamaa. Unapokutana na changamoto ya namna hii, ni muhimu kutambua kuwa system yako nzima ya mwili iko kwenye survival mode, inataka kukulinda. Lakini kwa sababu akili inagoma kupumzika, basi unajikuta ni mwenye kuchoka muda mwingi. Na ukiona unakutana na hali hii, inakupasa ufanye nini? Mwalimu wangu, suluhisho lake ni dogo sana. Unachohitaji ni kupumzika. Na kupumzika huku sio kwamba ukae na simu unaingia Instagram, unaingia TikTok, una scroll. Hapana. Bali ni kuhakikisha unaipa akili yako nafasi ya kutulia bila kuwa na stimulation, yani kitu chochote kitakachoifanya ifikirie kupita kiasi na kufanya kazi kupita kiasi. Lengo ni nini? Lengo ni kurudi katika balance ya system yako. Mwenyezi Mungu alivyotuumba, ametuumbia usiku ni wa kupumzika, mchana ni wa kuchakarika. Lakini sio tu hivyo, ametuumba kwa namna ambayo akili zetu zinahitaji muda wa kuhema, muda ambao utakuwa haufikirii mambo mengine ambayo sio ya lazima. Hivyo tunahitaji kupata muda wa kupumzika usiokuwa na mwingiliano na mambo mengine. Sasa hebu nikuachie activity ndogo ambayo inaweza kukutoa kwenye msisimko huu. Jaribu kufanya hivi. Siku ya leo, pata dakika 10 tu. Zimisha simu yako ama weka airplane mode. Tafuta sehemu yenye utulivu ukae. Ikisha ruhusu mwili wako kuhema. Halafu iruhusu akili yako kuingiwa na yale mawazo yote yanayokuja na kupita, yawache. Yawache yaingie, yawache yatoke. Usikae na kuyafikiri wala kuyahukumu. Relax. Kwa kufanya hivi na ukajikuta umefanya hivi mara kwa mara, utaanza kuona kwamba akili yako inasafishika. Uwezo wako wa kufikiria, kufanya maamuzi, kuwa ni mwenye amani moyoni, furaha. Lakini sio tu hivyo, uwezo wa kufocus na kufanya mambo kwa tija unaongezeka. Isifikie hatua kwamba mwili wako uamue kuzimika, uanguke, uende ukaekewe drip, ndio ujue kuwa unahitaji kupumzika na akili yako inahitaji kutulia na kutafakari. Jitahidi ulijaribu. Ikisha share na sisi experience yako juu ya kupumzika huku. Na kama umependa mada hii, hakikisha una like video hii. Haujasubscribe, hakikisha una subscribe ili uweze kuwa miongoni mwa wanafamilia wa channel hii, kwani kwenye channel hii tunazungumzia kila kitu kuhusiana na kujikuza, kujiboresha, afya ya mwanamke, urembo, na mwisho wa siku kuwa version ambayo ni best unayoipenda na unayotamani kuifikia. Mpaka tutakapokutana kwenye video ya siku nyingine, stay blessed.